أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا وأشكره شكرا وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين بعد. Ndugu Islam, tunaendelea na kusoma fatawa za Sheikh wetu al-Imam al-Allama al-Rabbani التقي النزيه شيخ المفسرين أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى ورعاه. Na tunaendelea bado tuko katika mlango wenye kuhusiana na masala ya al-qadha, yani kulipa na kulisha na kutoa kafara. Na muulizaji anauliza, anasema, je, unasemaje kuhusu mtu ambaye kwamba kafunga kisha mtu huyu akasukutua? Kusukutua huku si kwa ajili ya kutia udhu, maji yakateleza pasi na kukusudia yakaenda kwenye tumbo yani. Je, mtu huyu inampasa kwamba siku hile ailipe au vipi? Mtu kasukutua, kusukutua huku si kwa sababu ya kutia udhu, maji yakateleza kaingia tumboni pasi na kukusudia. Je, atalipa au halipi? Jawabu ni kwamba wanavyuoni wamekhtalifiana kuhusu mtu kumeza maji au kilicho mfano wa maji katika hali ya kuwa yeye kafunga na hilo likafanyika kwa makosa, kwa kukosea, haja kusudia. Hapa kuna khilafu ya wanavyuoni. Je, kwa kitu kama hichi, kwa mfano wa kitu kama hichi, kila mlazimu kwamba siku hile ailipe au hali mlazimu hilo? Hapa kuna khilafu ya wanavyuoni. Kama alivyosema shekhe, wengine ndio wanaona kwamba siku hile ailipe. Hawa wanaona wao kwamba huyu mtu alichosamehewa ni kasamehewa kosa tu, kwa maana kwamba hapati dhambi basi, lakini kulipa alipe. Hawa wao wanatofautisha baina ya mtu kusahau na baina ya kukosea. Kusahau kule kama ilivyokuja katika hadithi kwamba atakayekula au kunywa kwa kusahau basi na kamilishe saumu yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyemlisha na kumnywesha. Lakini huyu yeye hakusahau, huyu kafanya kusudi, vile kusukutua nikakusudia, kilichobakia ni kwamba kakosea. Kwa hivyo je, mwenye kukosea ni kama mwenye kusahau? Wengine wanaona wanampa hukumu moja, wengine hawampi hukumu moja, wanawapa hukumu tofauti. Na hadithi ambayo kwamba imesema kwamba umma wangu rufi'a an ummati al-khata wan-nisyan wa mastukrihu alayhi, kwamba sherehe hizi natimimi sherehe hizi sasa hivi tena kwa sababu napenda watu tofautisha baina maneno ya shekhe na yangu. Maneno ya shekhe ni maneno ambayo kwamba yana authority, kwa hivyo lazima mtu atofautishe. Hadithi hii yenye kusema kwamba umma wangu umesamehewa mambo ambayo kwamba wamekosea na wameondoshewa makosa na kusahau na yale ambayo kwamba wameyafanya kwa kulazimishwa. Wanavyuoni wengine wametofautiana katika kuifasiri hadithi hii. Wengine wanasema kwamba makusudio ni kwamba katika kukosea huku kwamba wameondoshewa ni dhambi ya lile kosa. Mtu kafanya dhambi kwa kukosea, hakukusudia, dhambi ataondoshewa. Lakini ikiwa khata hii inapelekea kuharibu kitu, basi kitu kile kama ni cha kulipa, kama hivyo saumu atakilipa, na kama ni cha kulipa kwa mtu kama haribi mali yake atamlipa taban. Kwa hivyo Sheikh anasema kwamba masala haya vile vile ina khilafu, mtu kameza maji pasi na kukusudia au kitu kingine. Kisha anasema Sheikh sasa maneno yake hayo, anamalizia kwa kusema kwamba na kilicho hadhari zaidi ni kwamba mtu huyo ailipe siku hiyo ikiwa maji hayo kayameza si kwa kutia udhu. Ikiwa katia udhu itakuwa basi. Hiyo ndo kauli ya Sheikh. Na ziko kauli nyingine vile vile kuhusu masala haya.
lakini shekhe anafutu kwa kauli hiyo kwamba ikiwa ni udhu maji yakaenda kwa bahati mbaya, basi hurejee funga yako. Ikiwa ni kusukutua tu kwa kawaida, basi kilicho na hadhari zaidi ni kwamba siku hile uilipe. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Suali la pili nasema, mimi nimewajibikiwa na kuzilipa siku 40, siku 40 ambazo kwamba ni siku nazodaiwa kutokana na Ramadhani nyingi, sio Ramadhani moja wala mbili. Kisha nikazilipa. Baada ya kuzilipa lakini mimi sikulipa kafara. Je, inanilazimu kwamba je linanilazimu hilo? Inanilazimu kafara kwa sababu ya kwamba nimechukua muda mrefu katika kulipa? Yeye huyu swali lake ni kwamba katika vile kuzilipa kachukua muda mrefu kiasi cha kwamba Ramadhani zimekutana. Ramadhani ya mwaka huu kama anadaiwa kwa mfano hakulipa mpaka inayofuata. Kwa hivyo hilo ndio swali lake. Jawabu ni kwamba kulipa ni wajibu, lazima uzilipe. Lakini masala ya kafara kwa mtu ambaye kwamba amechukua muda mrefu wa kuzilipa zile siku ambazo kwamba anadaiwa, masala haya yana khilafu. Kuna khilafu kwa mtu ambaye kwamba kala na akachukua muda mrefu asilipe mpaka ikaingia Ramadhani ya pili. Hapa kuna khilafu na chenye uzito, lakini kauli ambayo kama ina uzito ni kwamba ni wajibu wa kutoa kafara. Vile vile ni wajibu wa kutoa kafara, na kafara hii ni fidia, kumlisha masikini mmoja kila siku moja, kama tutavyoona hapo mbele inshallah. Hii ni kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini je, hadithi hii ni marfu' au ni mawquf? Je, inatoka kwa Mtume au inatoka kwa sahaba? Inavyoonekana kwamba riwaya ziko namna mbili. Kwa hivyo mtu ambaye kwamba mukhtasari wa jawabu ni kwamba mtu ambaye kwamba anadaiwa Ramadhani au siku za Ramadhani na hakuzilipa mpaka ikaja Ramadhani nyingine, atazilipa siku zile, na halafu vile vile atalisha maskini mmoja kwa kila siku moja ambayo kwamba anadaiwa, na inamtosheleza mtu huyu kulipa kumpa maskini nusu pishi kwa kila maskini mmoja. Atampa nusu pishi. Kwa kweli Shekhe katika kitabu chake hiki ameikadiria kwa namna tofauti. Mhada mwingine kama utakavyoona hapa mbele ni kilo 1 na gramu 20. Mhada mwingine akasema kilo 1 gramu 80, na hiyo ndo kauli ya juu kabisa ninayokumbuka mimi kwa Sheikh Khalili. Lakini sababu ni kwamba vile vipimo vya zamani leo havipo tena. Kwa hivyo shekhe mwenyewe binafsi hawezi kujua vile vipimo hasa viko vipi sasa hivi. Kwa hivyo yeye huwauliza wazee wa zamani. Hili nimekuwa kwa mwenyewe mbele yake, akawa anauliza wazee wanezwa wa zamani wale, je, kipimo fulani zamani kikoje? Kwa hivyo anamfahamisha. Bila shaka wale wenyewe wazee wengine huwa wanatofautiana. Kwa hivyo kauli ya juu kabisa ambayo kwamba Sheikh kaitoa kuhusu masala haya ya nusu pishi ni kilogramu 1 na gramu 80. Ndio kauli ya juu ambayo kwamba tutaikuta katika kitabu hichi. Na mhala mwingine akasema ni gramu 20. Hii inavyoonekana kwa mujibu wa habari ambazo kwamba kapewa. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Lakini inavyotakiwa ni nusu pishi. Swali linasema, mtu kasafiri mwezi wa Ramadhani na akafungua akala kwa muda siku 5, kisha akarudi kutoka katika safari yake. Naam, swali linasema je, inaruhusika
kuchelewesha kuifunga funga ya kulipa Ramadhani? Na je, kafara inajuzu kuigawa? Yani funga ya kafara inajuzu kuigawa? Ukafunga leo siku 2, kesho 3, kesho 4 mpaka ukamaliza? Jawabu: ikiwa mtu atadharurika ikamlazimu kwamba aicheleweshe funga ya kulipa, basi hakuna ubaya kwa dharura, lakini anaamrishwa, anatakiwa kwamba alishe kila siku maskini mmoja kwa kuchukua hadhari ikiwa itakuja Ramadhani nyingine ya pili. Ama funga ya kafara ni lazima ifungwe mfululizo siku moja baada ya nyingine, isipokuwa katika hali ya dharura kama vile maradhi au hedhi mwanamke au ujusi nifas. Hal kadhalika safari ni katika dharura kwa mujibu wa kauli ambayo kwamba ina uzito, kama tulivyoona huko nyuma kwamba masala safari ina khilafu, je ni dharura au si dharura. Lakini shekhe anasema kwamba chenye uzito ni kwamba safari nayo ni katika dharura, na hili ni jambo ambalo kwamba ni mantiki, kwa sababu ikiwa Ramadhani yenyewe ndani ya mwezi wa Ramadhani imezingatiwa safari kuwa ni dharura ambayo kwamba inamruhusu mtu kwamba ale, kwa hivyo na funga nyingine vile vile ilitakiwa iwe hivyo, kwa sababu hakuna funga ambayo kwamba ni nzito zaidi kushinda ile ambayo kama Mwenyezi Mungu mwenyewe akakulazimisha akakufaridhisha kwa wakati maalumu, tena akakuwekea wakati maalumu, na akaifanya funga hiyo kuwa ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Atakayekanusha basi huyo ni kafiri mushrik. Akisema kwamba Ramadhani, kufunga Ramadhani si lazima, ni kafiri mushrik. Hali yake ni kama Yahudi na Mnasara na wenye kuabudu masanamu. Na atakayesema kwamba Ramadhani ni wajibu lakini kwa hafungi, lakini anakubali kwamba ni wajibu, huyo ni kafir kufuru neema au kafir kufuru duna kufuru. Yani amekufuru ukafiri ambao kwamba hukumtoa katika mila, lakini amekufuru na vile vile kwa kukataa, kwa kuacha kutekeleza nguzo katika nguzo za Uislamu ambazo kwamba haina hata shubha. Wamekubaliana umma wote wa Kiislamu kwamba nguzo hiyo, kwamba kitu hicho ni nguzo za Uislamu, ni nguzo katika nguzo za Uislamu, na kwamba ni wajibu. Anasema shekhe, kwa hivyo mtu ikiwa na dharura, huyo karuhusika kula, kisha baada hapo udhuru wake ukimuondokea ataendelea na funga yake bila kuchelewesha. Ukimalizika udhuru tu basi afunge bila ya kuchelewesha. Wallahu a'lam. Swali: je, unasemaje kuhusu mtu kukusanya funga za malipo za kulipa Ramadhani? Mtu ambaye kwamba anadaiwa Ramadhani, zile siku ambazo kwamba anadaiwa zile akazikushanya pamoja na siku za 6 za mwezi wa mfungo mosi. Yani nafunga 6 nia yangu, na wakati huo nafunga nalipa siku zangu nia moja hiyo, anafanya amali 2 na lakini amali moja 2 lakini moja, kwa maana kwamba anazifunga ni siku zile lakini kanuia 6 na kanuia kulipa Ramadhani. Je, hilo linafaa au halifai? Jawabu: ni lazima, hakuna budi, lazima kila saumu moja uipe nia yake tofauti, upambanue baina ya funga ya kulipa uifunge mbali na funga ya sunna uifunge mbali, na kwa nia zake tofauti. Wallahu a'lam. Swali: je, hii kafara inaitwa, kuna kafara inaitwa al-kafara al-mughalladha yani mushaddada, kafara nzito. Sasa nauliza, je, hii kafara al-mughalladha yani kafara nzito ni kulisha? Jawabu: kafara mughalladha yani kafara nzito
inawezekana ikawa ni kumwachia mtumwa au kufunga miezi miwili mfululizo, na huenda wakati mwingine ikawa ni kulisha maskini 60. Hiyo ndio kafara mughalladha, ama kumwachia mtumwa au kufunga miezi miwili mfululizo. Na katika baadhi ya hali, baadhi ya hukumu inakuwa vile vile kuwalisha maskini 60. Na wakati mwingine inawezekana mtu akaondoka akahama kutoka katika hukumu ya kumwachia mtumwa akaenda katika hukumu ya kufunga, kisha akatoka hapo akaenda katika hukumu ya kulisha, kwa maana kwamba kapoa khiari achague anayotaka afanye katika hilo. Na wakati mwingine inakuwa hakuna khiari, inakuwa unakwenda kimpangilio kwamba sharia inakutaka ufanye hili, kama hukuweza kufanya hili ufanye hili, kama hukuweza kufanya hili ufanye hili. Wakati mwingine umepewa khiari, wakati mwingine inakuwa ni lazima kwa mpangilio kwa mujibu wa dalili zilizokuja. Na kafara hii inayoitwa mughalladha inakuwa kwa sababu mtu kaua mtu kimakosa. Unapomua Muislamu kimakosa, basi utalipa kafara, pamoja kwamba utalipa fidia vile vile, lakini utalipa dia vile vile, utafanya na kafara. Na kafara yenyewe vile ni kulisha, ni kuachia mtumwa. Ni kuachia mtumwa. Kama hakupata mtumwa, basi atafunga miezi miwili mfululizo. Hal kadhalika kafara ya namna hii inamwajibikia mtu kwa sababu ya kile kinachoitwa adh-dhihar. Adh-dhihari ni mwanamume kumwambia mke wake, kwa mfano kwamba wewe na kuona kama mama yangu, inawezekana ikawa dhihari wakati wengine, kutegemea na nia yake yule mtu, kwamba ikiwa na kuona kama mama yangu kwa kuniharamikia, basi hapo inakuwa ni dhihari, na huruhusiwi tena kumgusa mke wako mpaka ufunge miezi miwili mfululizo. Sawa, Kama hukuweza, ndio tena utaingia katika masala ya kulisha. Ya kwanza inakuwa ni kumwachia mtumwa au miezi miwili mfululizo. Kama hukuweza, ndio utalisha mtumwa. Hiyo ni katika dhihar. Au kumwambia kwamba kwa mfano kumwambia kama sehemu yako ya siri na kama mama yangu, au paja lako kama la mama yangu, yote hii inakuwa ni dhihar vile vile. Sawa, Kwa hivyo hiyo ndio hukumu yake. Na hal kadhalika kafara namna hii inamwajibikia mtu kwa sababu ya kula mwezi Ramadhani kwa kukusudia pasi na udhuru. Hana sababu yote inamfanya kwamba ale ya kisharia mwezi Ramadhani akala. Kwa hivyo mtu huyu vile vile itampasa atoe kafara namna hiyo. Na hii ya pili ina khilafu ya ulama, na shekhe hapo mwanzo alikuwa akijibu kwamba mtu ana khiari katika kafara hii afanye anachotaka katika mambo matatu: kuachia mtumwa, au kufunga siku 60 au kulisha. Mwanzo alikuwa anajibu hivyo, lakini baadaye tena akaona kachukua kauli ya pili, na ndio ambayo kwamba sasa hivi anaitolea fatwa kwamba kafara hii inakwenda kwa mpangilio, na ndio fatwa yake hapo kwamba pia inakwenda kwa mpangilio. Unaanza hichi, hukupata hichi, unakwenda hichi, hukupata hichi, unakwenda hichi. Unaanza kuachia mtumwa, una mtumwa unafunga siku 60, huwezi kufunga siku 60 ndio utalisha, utafunga miezi miwili. Miezi miwili inawezekana kwa siku 60, inawezekana ikawa chini ya siku 60. Kwa mujibu wa baadhi ya vitabu, ikiwa utafunga mwanzoni mwa mwezi kwa kufuata muandamo, basi utafuata miandamo. Sawa, muandamo mpaka muandamo ni mwezi mmoja, hata kama ni siku 29. Na ikiwa umeanza katikati ya mwezi tu siku nyingine ambazo kwamba bila kufuata muandamo mwezi, basi utafunga siku 30. Hii ni kauli ya baadhi ya maulama, wallahu tabaraka wa taala a'lam. Swali: je, unasemaje kuhusu mtu ambaye kwamba kazidisha kiwango cha kulisha akampa maskini pishi kamili? Je, kuna ubaya? Mtu katika fidia anatakiwa atoe nusu pishi, yeye akatoa pishi moja. Je,
kafanya kosa? Kuna ubaya hapo? Jawabu ni kwamba kila maskini mmoja anapewa nusu pishi, na nusu pishi kiwango chake ni kilo 1 na gramu 20. Kama nilivyokuambieni kwamba fatawa za shekhe kuhusu gramu ngapi zinaongezeka ziko tofauti. Kuna kauli hii gramu 20 na nyingine gramu 80. Kwa hivyo kwa uchache bora mtu achukue ile gramu 80, au akifanya mwenyewe na nusu, kilo 1 na nusu, akafanya hivyo kwa khiari yake, lakini basi ni bora zaidi. Lakini kwa mujibu wa fatwa bora tuchukue ile ambayo kwamba iko juu zaidi, kwa kuchukua hadhari kwamba iwe ni kilo 1 na gramu 80, na ukipanda mwenyewe fanya kilo 1 na nusu. Na ikiwa mtu ataongeza, basi na Mwenyezi Mungu naye atamuongezea. Yani hakuna ubaya mtu kwamba wewe unatakiwa utoe nusu pishi ukatoa pishi moja, hilo si baya, na Mwenyezi Mungu atakuzidishia ujira wako. Swali linasema, je, unasemaje kuhusu mtu kulipa pesa badala ya chakula? Yani katika kafara inavyotakiwa, kama aya iliyosema kwamba ulishe maskini, kulisha ndio aya inayosema. Sasa mtu, je, badala ya kulisha akampa pesa yule maskini, hususa kwa mtu ambaye kwamba chakula anacho? Yule mtu ambaye kama unampa pesa maskini, chakula anacho, lakini pesa ndizo ambazo kwamba kwake anazihitaji. Je, hilo linafaa au halifai? Jawabu ni kwamba asili ilivyo ni kwamba kitolewe chakula, ndio maandiko yanavyosema. Na hivi ndivyo ambavyo kwamba sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam imesema. Na kwa hivyo haitaki mtu kwamba atoe pesa, ila ikiwa haiwezekani wale mafukara, wale maskini ukikubali chakula. Iko maskini hawataki kupokea chakula, wanataka kupokea pesa, basi hapo tena watapewa pesa. Na katika hali hii basi pesa zinatolewa kwa mujibu wa kiwango cha chakula ambacho kwamba kimekulazimu kwamba mpele maskini. Maskini umelazimika umpe nusu pishi. Je, nusu pishi ni bei gani? Ni riali 1, utampa riali 1. Ni nusu riali, utampa nusu riali. Sawa Na pesa zinakuwa haziekewi kiwango maalumu, kwa sababu vile vitu vile vinakuwa mara nyingine vinapanda bei, mara nyingine vinashuka. Kwa hivyo na vinatofautiana pia kwa mujibu wa zama. Kitu ambacho kwamba miaka 5 nyuma tukinunua riali 1, mwaka huu tutanunua riali 2 au riali 1 unusu. Kwa hivyo utakifanyia thamani ya nusu pishi ya mchele. Baada hapo nusu pishi ya mchele tena ile utampa mtu kiwango cha pesa ambacho kwamba kiko sawa na nusu pishi ya mchele. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. أقول ما قد سمعتموه وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.